Kwa jina naitwa Dr. Hilary Abdullahi Kizwi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na afya ya uzazi katika Hospitali ya Taifa Muhimbili, tawi la Mloganzila. Leo hii tutazungumzia changamoto ya wanawake kuota nywele kupita ilivyo kawaida. Kwa kitaalamu tunaita hirsutism. Tatizo hili huambatana na kiwango kikubwa cha homoni ya kiume kwa wanawake. Homoni ya kiume kwa wanawake ni homoni ambayo ipo katika kundi la homoni za uzazi, ambayo kama ilivyo homoni ya kike kwa wanaume. Wanawake pia wanaweza wakawa na homoni ya kiume lakini kwa kiwango cha chini. Kama ilivyo kwa wanaume, wanaweza wakawa na homoni ya kike estrogen, lakini inakuwa ni kwa viwango vya chini. Endapo kunakuwa na homoni ya kiume kwa kiasi kikubwa kwa wanawake, huweza kupata tatizo hili la hirsutism. Ndaelezea kwa kifupi hirsutism ni nini. Hirsutism ni ongezeko la aidha ukubwa wa nywele. Kiwango cha kawaida cha ukubwa wa nywele kwa binadamu ni kipenyo cha micromita 80. Endapo nywele inakuwa na kipenyo cha zaidi ya micromita 80, tunasema ni nywele kubwa kupita kiasi. Lakini pia hirsutism huambatana na distribution ya nywele, yani mpangilio wa nywele ambao unakuwa si wa kawaida. Nywele zinakuwa katika maeneo mengi ambayo si kawaida kwa mwanamke kuwa na nywele. Kwa mfano, kuwa na nywele eneo la mgongoni, kuwa na nywele katika miguu, kuwa na nywele mikononi, na mara nyingine kuwa na ndevu. Hii huambatana pia na mabadiliko mengine ambayo yanakuwa controlled na homoni hii ya kiume, kwa mfano kuota vipele, chunusi na kadhalika. Tatizo hili huweza kumkuta mwanamke yeyote ambaye yuko katika umri wa uzazi. Umri huu ni kati ya miaka 15 mpaka miaka 45. Kikawaida tunasema tatizo hili huweza kuathiri wakina mama takriban 5% mpaka 10% ya kina mama. Lakini tatizo hili la hirsutism huwakumba zaidi wakina mama ambao wanakuwa na changamoto ya polycystic ovarian syndrome. Kwa kina mama ambao wanakuwa na changamoto ya polycystic ovarian syndrome, wao takriban 70% mpaka 80% huwa na tatizo hili la hirsutism. Hirsutism kama nilivyosema hapo awali inasababishwa na kiwango cha juu cha homoni ya kiume kwa wanawake. Kwa hivyo matibabu yake huhusisha zaidi kupima viwango vya homoni, na inapogundulika kwamba homoni ya kiume iko nyingi kwa mwanamke, basi huwa wanapatiwa matibabu ya kupunguza homoni hii ya kiume. Wito wangu, tatizo hili linatibika. Ni wito wangu kwa kina mama wote ambao wako katika umri wa uzazi na ambao wanahisi wanakuwa na dalili za changamoto hii ya hirsutism, basi kufika hospitalini kufanya vipimo na hatimaye kuweza kupatiwa matibabu. Matibabu hutegemea chanzo. Tatizo hili huwa na vyanzo mbalimbali. Kwa mfano, mtu ambaye ni kama nilivyosema hapo awali ana tatizo la polycystic ovarian syndrome, kuna wakina mama ambao kuwa na matibabu ya dawa ambazo tunaita corticosteroids kwa muda mrefu, pia huweza kupata changamoto hii. Pia wakina mama ambao wanakuwa na tatizo la uvimbe au tumor katika eneo la mifuko ya mayai ovaries, pia huweza kupata changamoto hii. Na pia wakina mama ambao wanakuwa na ukuaji usio wa kawaida wa tezi ambazo ziko katika figo, adrenal glands, huweza pia kupata tatizo hili. Kwa hivyo kufika mapema hospitali kufanya vipimo ili kujua chanzo kutaturahisisha kujua tunatibu vipi baada ya kuwa tunajua chanzo.